Bwana, pokea tukufu Mungu wa baraka katika jina la Yesu. Tunakutukuza Baba, tunakuinua mfalme wa amani, tunakutangaza wewe Bwana, tunakutangaza wewe mfalme katika jina la Yesu. Ni nani aliye kama wewe? Ni nani aliye kama wewe mfalme? Ni nani aliye kama wewe mtakatifu? Wakuabudiwa ni wewe Bwana, wakuinuliwa ni wewe Bwana, wakupewa sifa ni wewe Bwana, mwenye nguvu ni wewe Bwana, mwenye uwezo ni wewe Bwana. Na kutangaza Bwana, na kutangaza Yesu, unastahili kuabudiwa na kuinuliwa katika jina la Yesu. Tunaomba na kuamini, sema amen. Amen, amen. Mabarikiwa sana, unaweza pata nafasi ya kuketi. Tunamshukuru Mungu tena kwa nafasi nyingine ambayo ametupatia tukaweze kupatikana tena katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Bwana. Mungu akubariki kwa kuungana pamoja na sisi katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Tunaendelea kuongea kuhusu nguvu ya neno la Mungu, ya kwamba neno la Mungu lina nguvu sana. Na tuliona cha kwanza ni kwamba neno la Mungu linapaswa lipatikane ndani mwetu. Maana Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa kwa Mungu. Kwa hivyo tukaona jambo la kwanza, neno la Mungu na lipatikane ndani mwako. Ni vizuri neno la Mungu lipatikane ndani mwako. Kuna uwezekano ya wewe kuokoka, lakini neno la Mungu likosekane ndani mwako. Jina la Bwana litukuzwe. Kuna uwezekano ukawa umeokoka na unaenda kanisani na uko katika vitu vya kanisa, lakini neno la Mungu likosekane ndani mwako. Kumbuka, neno la Mungu ndio huwa linapochukua nafasi kwa wingi ndani mwetu, inakuwa rahisi kushinda mambo ya ulimwengu. Ni neno la Mungu peke yake kwa wingi ndani yetu ndio linakuwa liko na nguvu kushinda mambo haya mengine katika jina la Yesu. Vile ambavyo unaona Mkristo akikosewa ana behave vibaya, anatukanana, anafanya mabaya, anaongea mbaya, ni kwa sababu tu neno la Mungu aliyuko kwa wingi ndani mwake. Neno la Mungu likiwa kwa wingi ndani mwako linachukua control yako, inakucontrol, kwa sababu sasa hilo ndio neno liko, hilo ndilo utakaloongea. Na Joshua akaambiwa kwamba na kitabu hiki kisiondoke kinywani mwako. Hapo ndiye aliambiwa. Hakuambiwa kitabu hiki kisiondoke kwa maisha yako, aliambiwa kisiondoke kwa kinywa chako, kwa mdomo wako. Sasa kaa chini ujieleze ni kwa nini aliambiwa kisiondoke kinywani mwake. Hakuambiwa kwingine, kwa mdomo. Kwa sababu ilikuwa kuongea kwako. Neno la Mungu lina nguvu wakati linaongewa. Neno la Mungu linakuwa na nguvu wakati linaongewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kwa kifupi aliambiwa kuanzia sasa mpaka Kana, mdomo yako iongee tu neno, kila saa neno. Kwa hivyo na wakati huo tunaweza tukasema hii ni mojawapo ya mambo ambayo Joshua aliambiwa itakayomwezesha kufanikisha misheni ama safari ya kuenda Kana. Enda uangalie mambo ambayo aliambiwa Joshua chapter 1. Haya ni mambo ambayo aliambiwa ya kwamba haya mambo ndiyo yatakao kusaidia kuingia Kana. Na mojawapo ya mambo ambayo aliambiwa itamsaidia kwa hii safari ni uhakikishe neno hili lisiondoke kwa kinywa chako. Mojawapo, uhusiano wa Joshua na Mungu ulikuwa sawa. Joshua alikuwa ameokoka, lakini aliambiwa ulimwengu huu ishi ukiongea neno. Ishi ukiongea neno. Kwa kifupi Mungu anamwambia ukiongea neno na kuambia Joshua utafika. Ukiongea neno utafika. Kila hali, kila hatua ongea neno. Kila hali, kila hatua ongea neno. Ongea neno. Joshua, hakuna mambo mengine nimekuambia. Mimi nimekuambia tu neno lisitoke kwa kinywa chako. Mara nyingi tunaanguka kwa sababu neno la Mungu halipo. Twajipata twaongea mengi, twaongea mambo mengi sana, na ndio safari inakuwa na ugumu. Hii safari inahitaji kuongewa neno.
Hii safari inahitaji kuongewa neno. Mtu ambaye ameokoka na tuko hapa duniani, hii safari tunahitaji kuongea neno. Tunahitaji kuongea neno la Mungu. Kama unataka hii safari ya wokovu hapa duniani uendelee vizuri, lazima kila hatua umejawa na neno la Mungu. Kitabu hiki kisiondoke kwa kinywa chako, kisiondoke. Na akaambiwa utafakari mchana na usiku. Kwa hivyo kuna mahala pawili ambalo neno la Mungu linapaswa lisikosekane. Ulitafakari. Bwana asifiwe. Na uliongee. Unajua mpendwa, asilimia kubwa ya mambo yetu yote tunawafanya, tunawaza, tunaongea. Unajua hivyo? Unajua kuishi kwetu ni kuwaza na kuongea? Unajua kuishi kwetu ni kufikiria na kuongea, kufikiria na kuongea. Nimewaza, nimeamua kufanya hivi. Nimeamua kufanya hivi. Joshua akaambiwa kwa sababu dunia hii mwanadamu anafikiria na anaongea. Mimi nataka kufikiria kwako, kuwaza kwako, nataka uwaze neno la Mungu. Wapendwa, tunapaswa kuwaza neno la Mungu. Wapendwa, tunapaswa kuwaza neno la Mungu. Lakini angalia mambo ambayo tumewaza mambo mengine. Tunatafakari mambo mengi sana. Na kwa sababu tunakosa kutafakari neno la Mungu, mambo haya mengine yanapata nafasi kwa akili yetu. Hayo ndio mambo sasa tunatafakari. Akaambiwa utafakari na uongee. Utafakari na uongee. Utafakari na uongee. Neno la Mungu linapaswa kumeditatiwa. Unapaswa kumeditate. Na aliambiwa about meditation, aliambiwa day and night. Aliambiwa mchana, wakati wa mwangaza, na pia wakati wa nini? Wakati wa giza. Hello. That should be Joshua chapter 1 verses number 8. Aliambiwa utafakari lini la nini? Kuna wakati wa kutafakari hili neno ambalo Joshua aliambiwa basi utatafakari. Mstari wa 8 inasema hivi: kitabu hiki cha Torati kisiondoke kwa kinywani mwako. Kwa hivyo neno la Mungu halipaswi kuondoka kwa kinywa chetu. Inamaanisha tunapaswa kujawa na kuongea neno, wapendwa. Tunapaswa kwa kila hali na kwa kila hatua ya maisha, vile tunaendelea, tujawe na kuongea neno la Mungu. Na tena akaambiwa bali yatafakari maneno yake. Yatafakari maneno yake. Maneno ya hii kitabu. Maneno yake. Hiyo maneno ambayo imeandikwa hapo. Tafakari hayo maneno ambayo yameandikwa. Sijui kama unakuaga na muda wa kulisoma neno na kuweza kutafakari yale ambayo umeyasoma. Je, wewe uchukua nafasi ya kutafakari kile ambacho umesoma? Akaambiwa tafakari maneno yake, na utatafakari mchana na usiku. Mchana na usiku iko na maana yake. Tunajua sisi hapa duniani tunapitia mchana na tunapitia usiku. Bwana asifiwe. Yaani kwa kifupi aliambiwa itafakari wakati wa mchana ni wakati wa furaha, wakati wa usiku ni wakati wa kilio. Tunajua usiku inaashiria mabaya. Bwana asifiwe. Usiku inafanya nini? Usiku haiashirii mazuri. Usiku haiakilishi mazuri. Usiku inaakilisha mabaya. Ina represent mabaya. Na tunajua usiku, Biblia inasema kwamba sisi ni watoto wa mchana. Sisi si watoto wa usiku. Hata tunajua giza ni ya ufalme wa giza. Na hata tunajua usiku ndio mabaya mengi hufanyika. Tunajua usiku ufalme wa giza ufanye kazi vizuri.
Na pia Biblia imesema ya kwamba kilio hukaa usiku, mchana hakuna kilio. Inasema kilio kinadumu katika usiku, lakini furaha inakuja asubuhi. Kumaanisha kwamba mchana inaashiria maisha mazuri, mambo yako kuendelea vizuri, mambo yako kukua sawa. Usiku inaashiria huzuni, masikitiko, kilio, mabaya ambayo tunakumbana nayo. Kwa sababu wapendwa, chini ya jua tunapitia maisha mara mbili. Tunapitia mchana, tunapitia usiku. Tunapitia mchana, tunapitia usiku. Bwana Mungu akaambia wana wa Israeli, Kumbukumbu la Torati 8, mtazikumbuka njia zote ambazo Bwana Mungu aliwapitisha. Kwa hivyo tunaambiwa usiku ni wakati wa huzuni, usiku ni wakati wa kilio. Usiku unamaanisha ukosefu, usiku inamaanisha kung'ang'ana, usiku inamaanisha maisha si mazuri, usiku inamaanisha hakuna maono, usiku inamaanisha sioni chochote, usiku inamaanisha wakati wa uoga, usiku inamaanisha kukua mahali ya mstahili kukua. Lakini akaambiwa tafakari mchana hata na usiku. Yaani wapendwa, hata wakati mambo ni mabaya kwako, unapaswa kutafakari neno la Mungu. Hata wakati unapitia giza, hata wakati uko wakati wa giza, unapaswa kutafakari neno la Mungu. Mchana tunaambiwa hata ukifaulu kimaisha, usisahau kutafakari neno lao. Wengi wanasahau, na wakati wanapata kimaisha, wamefaulu, wamefanya vizuri, wanasahau neno la Mungu. Wanaona sasa mambo yangu inaenda vizuri, maisha yangu inaenda vizuri, mambo yangu yote inaenda vizuri. Sasa unapata watu wanaachana kutafakari neno la Mungu, wanaanza kutafakari na kuwaza jinsi watakavyoendelesha maisha yao na kufanya mambo yao. Na pia wengi wakati wanapitia usiku wanasahau pia wakati huu bado unapaswa kutafakari neno la Mungu. Kuna wakati utapitia wakati wa machungu, unapaswa kutafakari neno la Mungu. Kuna wakati utapitia ukosefu, unapaswa bado kuzidi kutafakari neno la Mungu. Kuna wakati utapitia magumu, unapaswa bado kutafakari neno la Mungu. Akaambiwa usiku ikifika, endelea kutafakari. Wakati mnashinda, tafakari. Wakati mnashindwa, tafakari. Wakati mambo ni sawa, tafakari. Wakati mambo si sawa, tafakari. Na akaambiwa kitabu kisiondoke kinywani mwako. Kwa hivyo usiku isiondoke, mchana isiondoke. Mchana ongea, usiku ongea. Akaambiwa wakati wa machozi, kitabu hiki kisiondoke kinywani mwako. Wakati wa maombolezi, kitabu hiki kisiondoke kinywani mwako. Wakati wa kilio, kitabu hiki kisiondoke kinywani mwako. Wakati mambo hayendi vizuri, kitabu hiki kisiondoke kinywani mwako. Mchana kisiondoke, usiku isiondoke. Kwa hivyo neno la Mungu linapaswa kukua permanent kwa maisha yako. In season and out of season, unapaswa kubaki, unatafakari, unatangaza na unasema neno la Mungu. Hivyo ndivyo Joshua aliambiwa. Alafu akaambiwa sasa, ukihakikisha hili neno lisiondoke kwa kinywa chako wakati mambo ni mazuri na wakati mambo ni mabaya, na tena ukitafakari wakati mambo ni mazuri na wakati mambo ni mabaya, hivi ndivyo itatendeka kwa maisha yako. Amen. Hivi ndivyo itatendeka kwa maisha yako. Biblia inasema ya kwamba upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako. Jambo ambalo litatendeka wapendwa, wakati tunatafakari mchana na usiku, na pia haliondoki kinywani mwetu mchana na usiku, tutafanikisha njia zetu. Asubuhi ya leo nimekuja kusema unaweza ukafanikisha njia zako.
Sikia vile Mungu anamwambia Joshua, hapo ndipo utafanikisha njia zako. Sasa sikiliza, hapa anaongea kuhusu Joshua. Hapa hakusema ya kwamba ndipo utafanikisha njia za Israeli. Hapana, kwa sababu kando na Joshua kuwa kiongozi wa Israeli, pia Joshua kuna mambo yake. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Kando na Joshua ni pastor, anapeleka watu Canaan. Hata Joshua ako na njia zake, na njia ya wana wa Israeli Mungu amemwambia awapeleke wapi? Canaan. Mungu amemwambia mahali nyayo za miguu yenu itakanyaga nimewapatia, na Mungu anawapeleka Canaan. Lakini Joshua pia binafsi ako na njia zake, lakini Mungu akamwambia hapo ndipo utakapofanikisha njia zako. Mungu hakusema njia za Israeli, alisema njia zako. Lakini akianza alimwambia chukua hawa watu peleka Canaan, miguu yenu mahali itakanyaga basi nimewapa. Lakini kifika hapa anamwambia ni wewe. Mambo ya neno la Mungu ni wewe, mambo ya kutafakari ni wewe, ni jukumu la kibinafsi. Mungu amemwongelesha kwa wingi juu ya Israeli, lakini akifika kwa neno lake hakusema na kitabu hiki kisiondoke vinywani mwenu. Mungu hakusema vinywani mwenu. Mungu hakusema mutafakari. Hakutumia wingi, alitumia umoja. Maana wapendwa, ikifika ni mambo ya neno, ni jukumu la kibinafsi. Nasema ni jukumu la kibinafsi, ni jukumu la kibinafsi. Bible study si lazima tufanye wengi, ni jukumu lako. Kusoma Biblia si lazima tukue pamoja ndio tusome, ni jukumu lako la kibinafsi. Ni jukumu lako la kibinafsi. Kutafakari si majukumu yetu, ni jukumu ya kila mtu kibinafsi. Wakati ilifika ni kuhusiana na neno la Mungu, Mungu hakumuongelesha kuhusu Israeli, alimuongelesha kuhusu na kuongelesha sasa wewe Joshua. Unajua ni kwa nini? Mungu alijua Joshua akilikamata neno langu, akilitafakari katika uongozi wake atafanikiwa. Bwana asifiwe. Atafanya nini? Atafanikiwa. Mpendwa, unaweza ukafanikisha njia zako. Biblia yaongea kuhusu njia za Mungu, haisemi njia za Mungu. Kuhusu mambo ya kanisa ya huduma, Mungu amemwambia mahali nyayo zenu zitakanyaga nimewapatia. Hiyo ni kuhusiana na Israeli, lakini kuna binafsi. Hii inamaanisha nini? Unaweza ukakaa kwa kanisa linaofanikiwa, lakini wewe binafsi haufanikiwi. Halo. Unaweza ukakaa kwa kanisa linafanya vizuri, lakini tukishuka chini kwa wewe binafsi haufanyi vizuri. Unajua kwa nini? Kwa sababu tukikupata ukiomba ni wakati tuko na wewe kanisani, tunaomba maombi ya pamoja. Tukikupata ukifungua Biblia ni wakati tumesema fungua tusome. Kila kitu ambayo unafanya si chako, ni kenye tumesema tufanye. Yaani mambo ya Mungu ni mpaka ukue pamoja na watu ndio ufanye. Na ndio maana katikati ya watu wa Mungu ndio unaona mambo mnafanya inafanikiwa. Lakini kishuka binafsi kwa wewe binafsi, mambo yako si sawa. Maana hili neno haujalichukua kibinafsi. Leo ninakutuma kwa jina la Yesu. Enda utafakari neno la Mungu. Enda usome wewe binafsi. Chukua nafasi yako, ni majukumu yako ya kibinafsi. Hapo ndipo utafanikisha njia zako. Kwa hivyo Mungu ameweka mamlaka na uwezo ya kufanikisha njia zako. Ameiweka kwa mambo mangapi? Mawili. Ameiweka kitabu hiki kisiondoke kinywani mwako. Isipoondoka utafanikisha njia zako. Tafakari mchana na usiku, utafanikisha njia zako. Kwa hivyo hii kufanikisha njia yako iko na principle yake. Haitendeki tu, ni mpaka kitabu kisiondoke kwa kinywa chako, ni mpaka utafakari mchana na usiku, then you qualify kufanikisha njia zako.
Na asubuhi ya leo bado nasema unaweza ukafanikisha njia zako. Bwana asifiwe. Anasema ndipo utakapofanikisha njia zako, kisha ndipo utakapostawi sana. Bwana asifiwe. Hii yote inaletwa na nini? Kitabu hiki kisiondoke kwa kinywa chako. Mungu kila mara anakuongelesha wewe binafsi upande wa neno la Mungu. Ninaomba siku ya leo tuchukue jukumu hili la kibinafsi. Chukua muda wako wa kusoma neno la Mungu. Chukua muda wako wa kutafakari. Na unajua hata ukiwa kazini unaweza ukatafakari neno la Mungu. Unaweza ukasoma andiko, alafu ukafunga Biblia ukaweka kando. Ukiendelea kungojea wateja, unatafakari andiko ambalo umesoma. Kuna nguvu katika kumeditate. Hebu ngoja, very soon Mungu atanisaidia, nitakuja kukufundisha kuhusu the power of meditation. Bwana asifiwe. Na kama kuna watu wanajua kufanya mambo na meditation sana, ni watu wa Asia. Watu wa sehemu za Asia, they are good in meditation. Na wanafanya mambo through meditation. Let me tell you, through meditation mpaka wanainuka juu. Through meditation wanaenda mbali in the spirit world. Through meditation. Hao watu wa Asia, they know the power of meditation. Wanajua kuitumia. Unaweza ukampata tu amekaa chini, ametulia, amefunga macho, amekaa mahali kumenyamaza, amekaa hivyo dakika nyingi sana. Huyo Mungu tu katika ulimwengu wa kiroho anakuwa na powers tena sana. Kumpiga na kuwa ngumu. Na pia sisi tumeambiwa we meditate upon the word. Nataka uone matokeo na nguvu ya kumeditate neno la Mungu kwa maisha yako. Uone vile italeta mabadiliko ya mawazo yako. Uone vile italeta mabadiliko ya your thinking. Uone vile itakupatia powers ya neno la Mungu. Ninaomba tu meditate neno la Mungu. Simama juu kwa miguu yako katika jina la Yesu. Inua mikono yako, mwambie Bwana, nakushukuru kwa sababu ya neno lako. Nakushukuru kwa ajili ya neno lako. Nakushukuru kwa ajili ya neno lako Baba. Nakutukuza Mungu wa baraka. Nakutukuza Mungu wa amani. Nakutukuza mfalme wa ajabu. Pokea sifa Bwana. Pokea utukufu Bwana. Pokea heshima Bwana katika jina la Yesu. Ushukuriwe Bwana na uinuliwe Bwana. Mwambie Baba, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Mwambie Baba, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Baba, ninakutukuza kwa ajili ya neno lako. Baba, ninakuhimidi kwa ajili ya neno lako. Baba, ninakupa sifa kwa ajili ya neno lako. Utukuzwe Mungu wa baraka. Utukuzwe Mungu wa amani. Utukuzwe mfalme wa ajabu. Upewe sifa wewe Baba katika jina la Yesu. Tunakushukuru, tunalipokea neno lako Bwana katika jina la Yesu. Tunaomba na kuamini, sema amen. Daudi akasema, nimelificha neno lako moyoni mwangu nisije nikakutenda dhambi. Maandiko yanasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na mwangaza wa maisha yetu. Kuna nguvu katika neno la Bwana. Mungu akubariki mpaka hapo. Tukutane nawe tena kesho Jumapili. Kuna somo ya baraka sana ambayo tunaanza kwa kujiuliza ukombozi ni nini? Ukombozi ni nini? Na nitaongea kuhusu aina mbili za ukombozi. Moja ambayo Kristo Yesu alifanya kwa maisha yetu, na moja ambayo mara nyingi tunafanyia watu. Jina la Bwana litukuzwe. Na hiyo itakuwa ya maana kwa wewe kujua ukombozi unamaanisha nini. Saa zingine watu wanafanyiwa ukombozi, lakini kwa sababu ya kutokuelewa akili zao bado zinakuwa na shida. Kwa sababu ujue Mungu alikomboa wana wa Israeli kutoka Misri. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu hawakuelewa kukombolewa kuna maanisha nini, bado Misri walikuwa nayo. Bado Misri walikuwa nayo kwa akili zao na iliwasumbua, na walishatolewa. Wote walihitaji kujua ni kwamba sasa sisi tumekombolewa kutoka Misri. Sisi si wa Misri tena. Sisi tumepelekwa mahali kwingine. Watembee na hiyo.
Kuna watu wanafanyiwa ukombozi, lakini bado akili zao hazijatoka pale, bado hazijatoka pale, na ndio unapata ya kwamba bado katika safari wanasumbuliwa na huko. Kuanzia Jumapili nataka uamini, ukikombolewa ujue ya kwamba nimetolewa huko forever, na hiyo vitu nimekombolewa, kwa hiyo haitanitendekea tena. Kenye nataka kubuild kwa imani yako ni kwamba ukikombolewa kutoka kwa jambo fulani, inamaanisha kwamba umetolewa kwa hiyo kitu, wewe na hiyo kitu hamutapatana tena. Hiyo ndio imani unapaswa kujenga ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini shetani anakujaga, anapata bado ulikombolewa, lakini bado akili nasema unajua. Shetani anatumia hiyo, anakugonga. Mimi nataka nikuhakikishie, ukikombolewa kutoka kwa kitu fulani, ujue you need to change your mind. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba na ujenge faith yako na uishi kwa imani ya kwamba huko nilitolewa. Hiyo vitu haitawainuka tena kwa maisha yangu. Amen. Kwa hivyo nitaomba usikose Jumapili ili ukaweze kusikia ujumbe huu wa baraka sana na wa kubadilisha maisha kwa jina la Yesu. Mungu akubariki, endelea kututazama katika jina la Yesu, na pia nakukaribisha wewe Jumapili tukabarikiwe na somo hili, na pia tunapoendelea pia na maombi ya ukombozi katika jina la Yesu. Pengine ungelitaka kujua ukombozi ni nini, inamaanisha nini, tukutane na wewe Jumapili. Basi Mungu akubariki. Kutoka kwangu nasema umebarikiwa sana katika jina la Yesu. Amen. Shika sadaka zako tukamilishe ibada yetu ya siku ya leo katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema, kwa